kutokea katika viwanja vya Isamuhyo hapa jijini Dar es Salaam, ambapo wameshinda goli 3 dhidi ya JKT, na hivi ndivyo namna ambavyo hali ilivyokuwepo katika uwanja wa Isamuhyo. Kombe limepokelewa kwa shangwe, na nyuma yangu naona vibe kubwa la kutosha, mashabiki wa Yanga wakishangilia ushindi mkubwa kwa mwaka 2026. Leo usiku hili kombe tumelichukulia chumba kwenye hoteli ya Nyota 5 hapa Dar es Salaam, linakwenda kulala pale, na kutakuwa na ulinzi mkubwa sana nje ya kile chumba kwa sababu tumegundua maadui ni wengi. Chopa tu yenyewe ilikuwa imekaa juu ilikuwa inatembea kwa wasiwasi. Ikija hapa watu wanafurahia, ikienda Mwenge watu wanasonya. Ikabidi rubani yule apige simu kwa NBC. Mmeniambia viwanja vyote viwili kuna sherehe. Mbona huku unapata vigelegele, huku unapata misonyo? Shida nini? Akaambiwa Prince Dube huyo kashaharibu mambo. Kwa hiyo Chopa ikabidi irudi kae inatembea tu hapa jeshini hapa. Kule tena haiendi. Sasa leo tunakwenda kulihifadhi kwa ajili ya hawa maadui. Lakini siku ya Ijumaa ambayo itakuwa ni tarehe 3, tutakwenda kufanya dina gala moja kubwa sana hapa Dar es Salaam kwenye moja ya hoteli kubwa sana. Tutaalika viongozi na mashabiki mbalimbali kwenye hiyo dina gala ya kusherehekea uchampioni wetu. Alafu Jumamosi tarehe 4 ndio siku ya paredi. Tarehe 4 mwezi wa 7 ndio siku ya paredi. Na paredi safari hii haitafanyika Dar es Salaam, itafanyika katika jiji la Mwanza. Tutakwenda kuifanya Mwanza. Kwa hiyo tarehe 4 Air Tanzania itaondoka hapa, itakwenda Mwanza, gari linatusubiri kule, tutapanda, tunaelekea CCM Kirumba kwa ajili ya burudani. Kwa hiyo niwaambie wanayanga wa kanda ya Ziwa wajiandae. Mwaka huu uongozi umechagua paredi la kihistoria la mara 5 likafanyike tarehe 4 Mwanza. Kwa hiyo wajiandae. Nimekusikia vizuri mwenyekiti. Na waliokuwa Dar es Salaam tujiandae na safari ya kwenda kwenye sherehe. Siku hiyo tutasherehekea asubuhi mpaka usiku. Tuna orodha ya wasanii wote mnawajua nyie, wataperform wandai na wa kimataifa watakuja. Hatutaacha mwili wetu siku hiyo hata katika sehemu kidogo tusifurahi. Kwa hiyo tarehe 4 Jumamosi ni paredi la kihistoria Mwanza hiyo. Nimekusikia vizuri mwenyekiti, ni tarehe 4 hii ya tarehe 4 Jumamosi. Chuma itaondoka Dar es Salaam itakwenda Mwanza, gari la pili itatusubiri pale. Kwa hiyo tutoka player tutaingia kwenye gari, tutaizunguka Mwanza yote, alafu tutakwenda CCM Kirumba. Lakini na zaidi ya siku 3 hapa mwenyekiti. Kwa nini mmechagua tarehe 4? Kuna shughuli nyingi, hata Jumapili pia kuna parade nyingine. Hapa nimekupa tu za mpaka Jumamosi. Hapa tuna sherehe nyingi. Yaani mwezi wote ni mwezi wa party. Kwa hiyo tarehe 4 ndio tunafungua maparedi. Huu ni msimu wa maparedi. Tarehe 4 tunafungua, basi limeshafika, liko Mwanza limetulia. Kwa hiyo tarehe 4 tunakwenda wanayanga wote. Kwa wanayanga Dar es Salaam tujiandae na safari. Tarehe 2 hapo tuingie kwenye mabasi msafara. Bwana leo umekuwa msafara mkubwa leo Dar es Salaam. Gari zaidi ya 200 hivi zimetoka makao makuu, zimesumbua sana Dar es Salaam. Kwa hiyo naamini pia Mwanza gari zaidi ya 500 za wanayanga, matawi yote tutakwenda kule. Nyie njooni tu. Kula na kunywa, GSM kashamaliza. Patachinjwa ng'ombe, patachinjwa kuku, yatagewa maji, juisi, kila kitu. Bosi ameshagharamia. Kwa hiyo sisi wanayanga Dar es Salaam tujiandae twende, alafu wale wa Mwanza wa kanda ya Ziwa wote wajiandae kutupokea. Tarehe 4 ni parade day. Jumamosi hiyo, parade day hiyo. Nani kawa top scorer kwa nimesahau? Mosi Ndume kafunga hat-trick leo. Ndio Umo kafunga hat-trick. Hat-trick ya pili. Ni Mazanza. Alisema Huseni goli 17. Katembea na ule msemo aibu mtaona nyie. Huseni ana aibu. Mosi kapiga hat-trick leo. Mechi imeishaje? 4-3. Kashinda Fountain. Yaani Singida kafungwa.